Movie yetu ya leo inaanza na anaonekana mrembo akilembwa saluni hapo. Huyu mrembo anaitwa Nicole na hapo leo anajiandaa na harusi yake. Sasa wanakuja wao mamaids wake na wanamsifia pale jinsi alivyopendeza na wanapiga naye picha. Mama yake na dada yake nao pia wanakuja kumpongeza kwa siku yake hii kubwa. Mama kidogo anaonekana ana huzuni akimkumbuka marehemu mumewe. I wish baba yako angekuwa hai leo. Dada mtu anasema pale, mama tafadhali bwana, leo sio siku ya huzuni, ni siku ya furaha. Basi mama anamkumbatia mwanae pale na dada mtu naye anamkumbatia mdogo wake na kumtakia heri katika siku yake hii. Kwa upande mwingine anaonekana bwana harusi akiwa na furaha kama zote. Huyu bwana harusi anaitwa Ethan. Anaonekana akiwa katika dakika za mwisho za kujiandaa pale, anavaa nini na nini mwenyewe. Yuko na shikaji zake, yani wanafurahi kweli kweli yani. Bibi harusi tayari ameshavaa shela lake mwenyewe, yupo tayari kuelekea kanisani. Mara anaingia rafiki yake, yani best friend yake, akiwa ameshika zawadi. Huyu best friend yake anaitwa Jackie. Anampa ile zawadi na kumwambia imetoka kwa mmeo mtarajiwa. Fungua tuone jamani. Nicole anachukua zawadi anasema jamani, ngoja niangalie sijui kanitumia nini. Basi ile anafungua tu Hamadi, anakutana na picha za uchi. Yani picha za mumewe mtarajiwa akiwa kitandani na best friend yake. Nicole haamini macho yake. Anamtazama best friend yake ambaye kwa wakati huo anatetemeka kwa woga. Nicole anasimama, anamsogelea Jackie na kuanza kumshushia kichapo pale. Wakati huku kwa bibi harusi mambo yakiwa yametaranganyika kabisa, kwa bwana harusi kule wao wanapiga cheers ya mwisho kumtakia bwana harusi heri katika maisha yake mapya. Mara Nicole anaingia huku akilia na kuonekana mwenye hasira kweli. Anamuonyesha Ethan zile picha. Kwa nini umefanya hivi? Yani kweli unaweza kufanya hivi na best friend yangu? Ethan anavua miwani pale, alikuwa amevaa miwani. Anashika zile picha anaangalia hivi, anashangaa. Yani anapagawa. Mambo yote tayari yanaharibika. Kisha Nicole anatoka mle hotelini mbio akielekea nje. Wakati Nicole akiwa anatoka nje huko anakimbia, Ethan amechanganyikiwa. Rafiki zake wanamtaka amfuate Nicole ili aongee naye. Anatoka huko akiita Nicole. Anakutana na Jackie. Anamuuliza, "Nicole iko wapi?" Anamwambia ameondoka baada ya kuziona zile picha. Nani alizipiga zile picha? Na zimefikaje kwake? Hata mimi sijui. Nitajuaje wakati ilikuwa zawadi kutoka kwako? Unasemaje? Una maana gani? Nikuulize wewe, kwa nini umemtumia hizo picha? Sikia nikwambie. Sijui nini kinaendelea hapa, lakini kirudi nataka uwe na maelezo ya kutosha kuhusu hili jambo. Naombea nimpate Nicole. Kwa upande mwingine anaonekana dereva taxi akizozana na mteja wake baada ya kumpa pesa kidogo tofauti na safari. Huyu dereva anaitwa Austin. Wateja wengine bwana sijui wakoje. Yaani safari yote wanalipa shilingi 5,000 kweli? Maana Nicole anafika hapo, anaita taxi, lakini Austin bado anamlalamikia yule abiria ambaye ameshaondoka. "Kaka naomba taxi, nitakulipa pesa yote unayomdai huyo. Nitakulipa 20,000, basi 50,000. Au hata laki nitakulipa. Twende nipeleke uniondoe hapa." Mara Ethan anapita huko akikimbia. Anasimama na kumuuliza Hassan kama amemwona bibi harusi, lakini Hassan hampi ushirikiano wowote, anamzugazuga tu pale. Kisha anaingia zake kwenye gari. Ndani ya taxi Nicole analia balaa. Austin anamwangalia kwa kupitia satimila lakini hamsemeshi. Huku mama bibi harusi amechanganyikiwa hatari. "Mwanangu yuko wapi jamani? Namtaka mwanangu. Yuko wapi? Yuko wapi mwanangu?" Mara Ethan akawa amefika hapo. Mama akamkunja Ethan. "Namtaka mwanangu, nimekwambia namtaka mwanangu. Utaniua hapa leo jamani, namtaka mwanangu nimesema." Basi ikawa vurugu mechi hapo, nakwambia kila mtu anaongea lake. Baada ya kuendesha gari kwa muda mrefu, Austin anapaki taxi pembeni. "Kwa nini umesimama?" "Dada, siwezi kuendesha gari huku sijui tunakoelekea. Upo kimya umekaa tu na usemi chochote." "We twende tu, nipeleke popote." Haiwezekani. Siwezi kuendesha tu gari huku sijui naenda wapi." "Nitakulipa. Nimekwambia tafadhali nitakulipa, wewe nipeleke tu kokote." "Najua ndio utanilipa, lakini mimi naona bora ushuke tu kwa sasa hivi na uchukue taksi nyingine tu." "Sawa mama." "Jamani, mimi nitakulipa hata mara 2 yake." "Hapana dada, hata kama ni mara 3 yake mimi sitaki."
Wewe nilipe kwanza kwa hii safari mpaka hapa, alafu chukua taksi nyingine uende, sawa? Tafadhali jamaa nakuomba. Madam sikiliza, mimi mwenyewe nakuomba vile vile tafadhali sana. Basi mwishoni Nicole akasema sawa. Basi akawa anajisachi pale ili aweze kumlipa. Si akagundua bwana hata pochi hana. Basi Astian akakasirika balaa. Nilijua na simu yangu ningekulipa kwa kutumia simu, lakini sasa sina simu sina. Sasa sijui hapa nitafanyaje. Basi Astian akaona siku yake leo mbaya kweli. Shuka tu mama, mimi nitafanyaje siku yangu leo naona imeharibika. Baada ya kushushwa hapo njiani na Astian, Nicole akawa anatembea tu hajui anakoelekea. Basi akatembea kwa muda mrefu sana hadi akajikuta ipo juu ya daraja. Wakati Nicole yuko pedajani akiwa na mawazo kibao, mara ghafla Astian anamgusa bega na kumwambia, "Hey, ingia kwenye gari, twende." Nicole akamwambia, "Lakini sina pesa kukulipa." "Usijali dada, wewe ingia tu kwenye gari, twende." Baada ya muda mfupi Nicole na Astian wamekaa sehemu wanazungumza. Nicole anamhadithia kila kitu kilichotokea mpaka amekuwa hivi alivyo. Basi Astian anamsikiza kwa makini na kisha anampa mawaidha na kumpa pole sana. Basi wanaongea kwa muda mrefu hapo. Nicole anamshukuru sana Astian kwa kumsaidia licha ya kwamba hamjui. Basi Astian anamwambia, "Naona muda umeenda sasa naweza nikakurudisha nyumbani." Nicole anakataa. "Niache tu hapa, siwezi kwenda nyumbani." "Hapana, siwezi kukuacha hapa." Lakini Nicole akawa hataki. "Sasa itakuwaje? Nikupeleke wapi sasa?" "Popote tu, hata nyumbani kwako." "Nyumbani kwangu?" "Nitakupelekaje nyumbani kwangu? Sikujui, unijui. Vipi kama mimi ni mtu mbaya?" "Najua wewe ni mtu mwema, huwezi kunidhuru. Umekuwa na mimi hapa ukinijali, nimeona utu wako, sina hofu juu yako, na hisi niko salama." Basi baada ya kujifikiria pale kwa muda mrefu, Astian akakubali kwenda naye kwake. "Sawa, lakini kesho mapema kabisa na kurudisha nyumbani kwenu, sawa?" "Sawa." Astian kafika na Nicole kwake. "Karibu, hapa ndio nyumbani kwangu." "Asante." Akaenda kumwonyesha chumba cha kulala. "Hapa nakaa na rafiki yangu." "Oh, samahani sikujua." "Usijali, hata hivyo leo harudi nyumbani. Kwa hiyo utalala hapa na mimi nitalala sebuleni." "Asante." Astian akafungua kabati na kumpa nguo ya kubadilisha na akamtakia usiku mwema. Wakati Astian amelala pale sebuleni, mara rafiki yake akaingia. Astian akashangaa kweli. "Wewe unafanya nini hapa?" Rafiki yake akaonekana kushangaa. "Kwani nimeingia nyumba tofauti nini? Swali gani leo unaniuliza?" "Kwa sababu ulisema leo urudi utalala kazini, ndio maana nashangaa." "Nilijua kazi itakuwa nyingi, lakini nimemaliza mapema kabisa. Basi ngoja niende nikapumzike, nimechoka sana." Jamaa akawa anataka kuingia ndani. Wewe, ngoja kwanza." Astian akamzuia. Jamaa akamwambia, "Kuna nini?" Astian akajingata pale. "Kwani kuna nini?" Ikabidi amhadithie bwana kila kitu. "Kwa hiyo demu yuko ndani?" "Ndio." Yani alikataa kabisa kwenda kwao. Nikawa sina jinsi, kamchukua kamleta nyumbani. Sawa, hamna noma." Nicole akiwa kitandani, usingizi hauji kabisa. Anawaza na kufikiria yote aliyomtokea siku ya leo. Basi anageuka tu hapo kitandani. Baada ya muda mrefu anaamka na anakwenda hadi sebuleni. Ananyata na kuchukua simu ya Astian. Anaingia nayo chumbani na anampigia dada yake. Dada yake anamuuliza, "Uko wapi jamani? Yaani tuna wasiwasi kweli. Tumekutafuta siku nzima. Niambie ulipo nije nikufuate." Basi Nicole anamuelekeza dada yake mahali alipo na anaenda kumfuata. Asubuhi kuna pambazuka, Astian na rafiki yake wanashangaa kugundua kwamba Nicole hayupo. Wanamtafuta nyumba nzima lakini hawamuoni. Nicole yupo nyumbani kwao. Dada yake anamliwaza. Mama yake analeta chakula na kumtaka Nicole ale. Mara mlango unagongwa. Ethan kaja. "Unataka nini hapa?" Dada yake Nicole anamuuliza. Tafadhali, naomba kuonana na Nicole." "Haiwezekani. Hebu toka hapa." Afunga mlango. "Nani alikuwa anagonga?" "Si yule mshenzi Ethan. Lakini nimemfukuzilia mbali. Mpuuzi mmoja kabisa."
Tunamuona Ethan anafungua mlango. Anashangaa anapomwona Jack, yule rafiki yake Nicole. Tunaweza kuongea? Anamfungulia mlango, anaingia ndani. Wakiwa ndani wanaanza kuongea. Jack anamwambia, "Ni wiki sasa, yani kila nikijaribu kumtafuta Nicole simpati." Huwezi kumpata. Mimi kila siku naenda kwao, lakini sijamuona. Basi wanaongea hapo na kuonekana kuyutia kilichotokea. Wanaanza kulaumiana kuhusu zile picha. Kila mtu anakataa kuhusika. Ethan anamwambia Jack, "Ni wewe nini ulituma zile picha?" Ili iweje? Unajua mimi ndo nilikuwa niwe matroni wake siku ile. Sasa kwa nini nifanye hivyo? Basi Ethan anajiuliza pale, sasa atakuwa nani? Labda wewe mwenyewe ulifanya hivyo ili kuvuruga harusi. Nini wewe? Unaumwa nini? Unakichaa? Kwa nini nifanye hivyo? Ningetaka si ningemwacha tu kama ni kwa saki ndoa. Basi nisamee tu, ulimi tu nimeteleza jamani. Baada ya mwezi mmoja kupita, Nicole anajisikia vibaya hadi anatapika. Anachanganikiwa. Anahisi labda ni mjamzito. Anapiga hesabu yake pale, lakini moja ikai wala mbili ikai. Anaamua kwenda pharmacy kununua kifaa cha kupimia mimba. Wakati anatoka pharmacy, anaingia kwenye taxi moja. Hamadi. Kumbe taxi bwana ya Astian. Anashangaa pale. Basi anaingia. Wakiwa kwenye taxi, kila mmoja ipo kimya. Anamwangalia mwenzie kwa jicho la pembeni. Mara Nicole anaanza kuongea na kuomba msamaha kwa siku ile kuondoka bila ya kuaga. Usijali. Ulinipa wasiwasi kidogo, lakini nashukuru Mungu kuwa hujambo na umependeza. Asante. Huko anatabasamu. Basi wanapiga story 2-3 na kisha wanaachana. Nicole kafika nyumbani, anatafuta kile kifaa chake cha kupimia mimba alichonunua akioni. Baada ya kufikiria kwa muda anakumbuka alisahau mfuko wake kwenye gari ya Aston. Anajilaumu pale. Mara mlango unagongwa. Anafungua na kumwona Aston. Umesahau mzigo wako kwenye gari langu. Asante. Na kila laheri. Nicole anaona aibu kidogo pale. Samahani. Niliuangalia huo mzigo. Usijali Aston. Aston anataka kuondoka, lakini Nicole anamwambia abaki kwani ana wasiwasi na kipimo anachotaka kufanya na pale yuko peke yake. Basi Aston anaingia ndani. Nicole anapima na anagundua kwamba ni mjamzito. Anasononeka sana. Kitendo cha kuwa mjamzito kinamchanganya sana Nicole, hajui afanyeje. Aston anamliwaza na kumwambia kila kitu kitakuwa sawa. Mtoto ni baraka, wala usiwe mnyonge. Sawa? Kisha anamkumbatia. Nicole anamwambia dada yake kuhusiana na ujauzito wake. Dada yake anashangaa, lakini anamtia moyo na kumwambia kila kitu kitakuwa sawa, wala usiwe na hofu. Mlango unagongwa na safari hii mama ndio anaenda kufungua. Anafungua na kumwona Ethan pale na anamkaribisha ndani. Ethan anaingia na kwenda kukaa kwenye kiti. Wanazungumza na mama anamwambia, "Tumekualika leo hapa kukupa taarifa kwamba Nicole ni mjamzito." Taarifa hiyo inamfurahisha sana Ethan. Haamini macho yake, anasimama na kushangilia. Anaingia chumbani na kumkuta Nicole amekaa. Mama amenipa habari nzuri kabisa. Vipi? Nimefurahi sana. Anamgongesha Nicole pale. Nicole iko kimya tu. Sikia Nicole, najua nimekosea, lakini nakuahidi haitajirudia tena. Naomba turudiane, tufunge ndoa. Nicole akawa mbogo pale. Unasemaje? Ndoa? Umesahau kilichotokea Ni kweli unaweza kuwa baba wa huyu mtoto, lakini haimaanishi kuwa ndio kigezo cha kurudiana. Siku ya leo Aston amempelekea Nicole zawadi ya matunda. Anaingia ndani na kumkuta mama na dada yake Nicole. Anawasalimia pale. "Mama, unakumbuka yule dereva wa taxi niliyokuambia alinisaidia?" Karibu sana kijana. Tunashukuru sana kwa yote. Karibu sana." "Karibu." Una familia nzuri sana." "Ndiyo, nashukuru." "Niambie, unaendeleaje?" "Sijambo." Ethan kaenda kwa Nicole.
Nicole anamuuliza, unataka nini? Nimekuja kukuona, lakini pia nimekuletea vitu hivi. Anamuonyesha pale maua na vitu vingine. Nicole anavichukua hivyo vitu na kuvirusha ndani, kisha anarudi na kumwambia, kuna kingine? Niambie, wewe na mtoto mnaendeleaje? Kabla hajajibu, mara Asia anafika. Anamsalimia Nicole, mambo vipi? Nicole anatabasamu kama lote. Karibu, ingia ndani. Ethan anashangaa pale. Tafadhali kaa. Ethan, mimi na mtoto tuko poa kabisa. Nafurahi kusikia hivyo. Ukihitaji chochote niambie. Nicole wala hangaiki kumjibu, anafunga tu mlango. Anaenda kwa Austin. Niambie, mambo vipi? Poa tu, sijui wewe. Niko poa. Utakunywa nini? Naomba maji tu. Nicole akanyanyuka kwenda kuleta maji. Nicole na Austin wapo matembezini. Wanatumia muda huo kuongea mambo mbalimbali. Austin anamuuliza Nicole kama anahisi anaweza kumsamehe Ethan. Nicole anasema, ameniumiza sana. Sijui kama ninaweza kumsamehe au kusahau alichofanya. Inatosha kuhusu mimi bwana. Vipi wewe? Nataka kujua kuhusu wewe. Mimi hakuna cha zaidi kuhusu mimi. Tayari unajua jina langu, ninapoishi, kazi yangu. Ni hivyo tu. Na pia nipo single. Upo single? Kwa nini? Kwa sasa sio kipaumbele changu hicho, na focus kwenye mambo mengine. Kama yapi? Kuna application nataka kutengeneza. Anamwambia mipango yake kuhusiana na application hiyo ambayo itakuwa ikifanya kazi mbalimbali katika kusaidia jamii. Baada ya kusikiliza mipango hiyo kwa muda, Nicole anavutiwa na idea hiyo ya Austin. Safi sana, ni idea nzuri sana. Nicole anapanga kumsaidia. Basi Nicole kama alivyomwahidi Austin kwamba atamsaidia, ameshaanza mikakati ya kumsaidia. Wapo nyumbani na Nicole anamwambia Austin, kuna kitu nataka nikuonyeshe. Unakumbuka ile idea yako nilikwambia nitakusaidia? Kuna watu nimewapigia simu, nimefanya na mimi uchunguzi wangu, kuna kitu hiki hapa nataka nikuonyeshe. Katika mwendelezo wa kuhakikisha anasamehewa, Ethan anaendelea kuomba msamaha kwa njia mbalimbali. Safari hii anafika nyumbani kwa Nicole asubuhi kabla Nicole hajaamka. Anaandaa breakfast na Nicole anapoamka anashangaa kumwona Ethan ameandaa meza. Samahani, sikujua kama umeamka. Nimekuandaa breakfast, chakula kile unachopenda. Karibu. Nicole anakaa na kuanza kula. Nimekumisi sana. Najua nimekosea na najutia sana. Nipo tayari kufanya chochote ili unisamehe na unipe nafasi nyingine. Ukihitaji chochote niambie, mimi nipo hapa. Kwa muda wote huo Nicole alikuwa kimya tu akimsikiliza. Siku inayofuata Nicole anaonekana akiendelea kumsaidia Austin kufanikisha wazo lake la app, ambapo anamwelekeza jinsi ya kufanya, ikiwa ni pamoja na njia za kupita, nini afanye na mikakati mingi ili aweze kufanikiwa. Anamwambia atafanya juu chini ili afanikiwe, na yeye anamsaidia kwani ana ujuzi na hayo mambo, lakini pia ana connection ambayo wanaweza kumsaidia. Basi anamsaidia kuandika proposal na mambo mengine, maelekezo kibao anampa. Anapomaliza anamuonyesha Austin kazi aliyofanya. Asa anaangalia na anafurahi sana kumshukuru Nicole. Mara baada ya Nicole kumsimamia Austin katika mradi wake, siku ya leo anamtaka Austin ajirekodi akielezea mikakati wa programu yake, jinsi utakavyofanya kazi kwa jamii, kama vile kuondoa changamoto mbalimbali na kurahisisha maisha na mambo mengine mengi. Lakini pia mradi huo utaweza vipi kuingiza faida. Basi Austin ajirekodi ujumbe mzuri kabisa ambao utatumwa kwa moja ya kampuni kubwa kwa ajili ya kuomba ufadhili. Anapomaliza kujirekodi, Nicole anamsifia sana na kumwambia hiyo kampuni haiwezi kuchomoa, maana umeonyesha ushawishi mkubwa. Nimependa sana. Kweli? Ndiyo. Asante, nashukuru sana. Kwa hiyo hapa kilichobaki ni kumwomba Mungu tu. Mwezi mmoja baadaye, nafsi ya Nicole sasa inaanza kukunjuka juu ya Ethan.
Kwa sasa hana hasira tena, na siku ya leo kama kawaida Ethan ameenda kumsalimia Nicole. Wakati anaondoka anamwambia, namsubiri kwa hamu huyo mtoto azaliwe. Mimi pia natamani awe na macho kama yako. Kiukweli natamani afanane na wewe kila kitu. Asante. Mimi nenda zangu. Baadaye basi. Na kisha anamsogelea Nicole na kumbusu kwenye paji la uso na kisha tumboni na kumfanya Nicole atabasamu. Austin akiwa amepumzika zake kwenye kochi, mara message inaingia kwenye simu yake. Anachukua simu na kusoma ujumbe huo. Haamini macho yake, anaruka kwa furaha na kupiga kelele huku akishangilia. Hadi anamuumiza rafiki yake jicho. Nini? Dili langu limetiki mwanangu. Bwana hongera sana mzee. Asante. Yaani nimefurahi sana. Austin anaenda kwa Nicole kumpa habari njema. Basi wote kwa pamoja wanafurahi sana, yani wanaruka pale. Siamini macho yangu kabisa, nisiamini macho yangu, nakwambia. Asante sana Nicole, asante sana. Kisha wanakumbatiana. Kesho yake Austin anaenda kwa Nicole, wanapanga jinsi ya kuanza kufanya kazi. Basi wanajikuta wanaongea kwa muda mrefu, wanapanga mipango yao mingi tu, na mwisho wa siku wanajikuta wamechoka na wanalala kwenye kochi huku wamekumbatiana. Wakati wamelala, ghafla bi mkubwa anatokea. Anashangaa sana kwa kile anachokiona pale. Kuna nini hapa kinachoendelea jamani? Basi Nicole tena na Austin wanakurupuka pale. Bi mkubwa anamfokea Nicole. Ndio nini hiki? Heshima gani hii? Austin anaona isiwe shida, ananyanyuka na kuondoka zake. Bi mkubwa amemind kinyama. Anamsema Nicole huku akimwambia, inakuwaje? Inakuwaje unatoka na mwanaume mwingine wakati una mimba ya mtu mwingine? Mama, sio hivyo unavyofikiria. Mimi stoki na Austin. Wanifanya mimi mjinga? Kwani mimi sijaona? Sio hivyo mama. Kumbe nini? Mimi na Austin ni marafiki tu, hakuna kingine. Urafiki gani wa kulala pamoja huku mmekumbatiana? Basi bi mkubwa anamtoka mapovu hapo balaa. Austin anarudi nyumbani na kumpa mkanda mzima rafiki yake. Rafiki yake anacheka. Austin anakasirika. Unacheka nini mwanangu? Kwa nini sicheke sasa? Inachekesha. Inachekesha nini? Haichekeshi wala nini? Sasa wewe uliona wapi? Demu ana mimba ya mtu mwingine, alafu wewe unalala huko tena mmekumbatiana, alafu nyumbani kwao. Wewe unasema hiyo haichekeshi? Ni bahati mbaya tu litokea, hatukupanga. Nikwambia mara ngapi ndio usikie? Tulikuwa tumechoka tukapitiwa na usingizi. Ngoja nikwambie mwanangu. Hivyo umesema yule demu ni nani kwako? Ni rafiki yangu. Rafiki Sasa sikia nikwambie ukweli mwanangu. Unajua kia nikikuangalia katika macho yako na kuona kabisa unampenda yule demu wewe. Acha mambo yako haya unazingua mwanangu. Mimi nimeshakwambia sisi ni marafiki tu. Wadanganya wengine sio mimi. Lakini kinachonishangaza ni kwamba yani mademu wote wewe hujawaona. Umemwona mwanamke mjamzito tu. Wewe vipi wewe, achana mimi. Siku ya leo mama yake Nicole amemwalika Ethan kuja kupata chakula cha mchana. Basi Ethan anafika pale wakiwa wamekaa mezani, mama yake anamwambia, subiri sasa hivi tu atakuja. Mara Nicole anatokea. Anapotokea anamwona Ethan na kisha anageuza na kuondoka zake. Mama yake anamuita pale, Nicole. Ananyanyuka na kumfuata. Nicole anachukia kabisa, anamwambia mama yake, nani amekwambia umwalike? Kwa nini unamwalika Ethan hapa? Akamwambia, kuna tatizo gani nikimwalika? Si ni baba mtoto wako huyo? Basi wanaanza kugombana pale. Mamake anamwambia, si bora uwe na baba wa mtoto wako kuliko yule kaka mwingine kule. Mimi mama nishakwambia mimi na Austin ni marafiki tu, sio kingine unachofikiria. Kwa sasa hivi tu ndio ni marafiki, lakini kadri mnavyokwenda huko mambo yanaweza yakabadilika. Kwa hiyo kabla mambo hayajabadilika bora ukae karibu na baba wa mtoto wako. Sasa kuna ubaya gani hapo? Wewe unafikiri yule Austin atakuoa wewe? Iwe anakutumia tu na baada ya hapo atakuacha. Bora ukae na huyu baba wa mtoto wako myamalize. Basi mama anampa mawaidha pale binti yake, anamwambia kwamba Ethan saizi ameshajirudi, anaomba msamaha, hebu mpe nafasi, achana na mambo mengine. Wewe unafikiri ni vizuri au ni rahisi kuwa single mother?
Dada mtu naye anaonekana kuongea na Nicole kumwambia kwamba bwana, kuwa single mother ni kazi ngumu sana, sio rahisi kama unavyofikiria. Mimi hapa dada yako nimeolewa na ninajua ni kiasi gani mume wangu anavyonisaidiaga. Bila yeye nahisi ningekuwa data siku nyingi. Unaona, angalau Ethan anaonyesha kwamba anajutia kile kitu alichofanya. Kwa nini usimpe nafasi nyingine? Jaribu kumpa nafasi nyingine, na kama ataichezea hiyo, angalau unacha kusema kwamba bwana, nilimsamehe nikampa nafasi lakini kachezea tena. Lakini bwana, maamuzi ya kwako mwenyewe. Ethan anaingia ndani kwa Nicole akiwa amebeba breakfast. Ni asubuhi hiyo. Nicole anaamka huku akishangaa. Za asubuhi Nicole, umeamkaje? Unafanya nini hapa? Mama ameniambia niandae breakfast na nikuletee hapa. Anampatia na Nicole anapokea. Mamake Nicole anafungua mlango na kumkuta Astian pale. Shikamoo mama. Samani, nilikuwa namuulizia Nicole, hayupo. Astian akaonekana kama anashangaa. Una uhakika mama? Kwa sababu kabla sijaondoka nyumbani nilimpigia simu akaniambia yupo nije. Unaniita mimi muongo Nipo busy ndani. Kwa heri mama akafunga mlango. Astian anarudi nyumbani. Rafiki yake anamwambia, mbona umerudi mapema hivi? Nimeenda bwana kule sijamkuta Nicole, mama yake ananiambia hayupo. Sasa sijui kama kweli hayupo au mama yake hataki mimi nimuone. Bi mkubwa natakuwa amemind jinsi alivyokuta mmekumbatiana vile. Poa bwana. Astian anampigia Nicole simu, anamwambia nimekuja nyumbani bwana, sijakukuta. Umekuja? Mbona mimi nilikuwepo? Bi mkubwa aliniambia kwamba haupo. Pole bwana. Usijali. Kwa hiyo tunaweza kuonana? Sawa, haina shida. Astian na Nicole wameamua kukutana ndani ya gari. Wapo kwenye gari na wanapiga story. Unajua uko poa sana wewe. Yaani umependeza afu ni mrembo. Asante. Unajua unanifanya bicha linakuwa kubwa Yaani wewe bwana, haya maneno yako. Hivi kwa nini bado upo single mpaka sasa hivi? Labda kwa sababu mtu unayempenda hajui. Mtu unayempenda. Niambie ni nani huyo? Labda naweza nikakusaidia kuongea naye. Nicole akamwambia, ongea, mbona niangalia tu. Ninayempenda ni mwanamke fulani hivi ambaye kwa sasa ni mjamzito na ameachana jamaa yake. Nicole akapigwa na butwa pale, akajua moja kwa moja anayeongelewa pale ni yeye. Basi Astian akaanza kumuelezea kwa jinsi gani anavyompenda na kwamba hajali chochote saizi, yani anafurahi sana kila anapokuwa naye. Jamani Astian, nakupenda Nicole. Nicole akazidi kupagawa pale, kana muangalia tu. Basi usiku Nicole ameshindwa kabisa kulala, anafikiria yale maneno ya Astian. Na wakati huo maneno ya mama yake yanajirudia kichwani kwamba ni marafiki tu kuna siku rafiki utaisha na mtajikuta mpo katika mapenzi. Basi anajikuta anachanganyikiwa kabisa, hajui nini cha kufanya. Maneno ya mama yake yakajirudia kichwani mwake. Wewe unafikiri yule mwanaume anakupenda yule? Anataka kukutumia tu na baada ya hapo akishamaliza anakuacha. Hatimaye Nicole baada ya kufikiria sana anaamua kumpa nafasi nyingine Ethan. Anaona bora awe na Ethan kuliko kuwa na Astian. Basi wapo nyumbani wenyewe wanapata chakula, na baada ya kumaliza kupata chakula cha familia pale, wanaonekana wakiwa pamoja, wakiwa wanaosha vyombo, huku wanacheka, wanaongea. Bi mkubwa anawaangalia kwa mbali na anatabasamu, anaona afadhali. Basi Ethan anatumia muda huo kumuomba msamaha tena Nicole. Nicole, naomba unisamehe. Kwa kipi? Kwa yote aliyotokea. Yaani kwa sasa hivi tulitakiwa tuwe katika nyumba yetu na sio nyumbani kwa wazazi wako. Sikia nikwambie, najua nimekosea. Sikutakiwa kufanya vile nilivyofanya. Nisamehe sana. Kutoka katika uvungu wa moyo wangu naomba msamaha sana. Nicole, nakupenda sana. Tafadhali nisamehe. Basi Nicole anamwangalia pale kwa uso wa upole. Nicole, tafadhali. Nimekusamehe. Kweli umenisamehe? Ndiyo, nimekusamehe. Basi Ethan anafurahi kabisa na kisha wanakumbatiana.
Nicole anafungua mlango na anakutana na Austin. Mambo vipi? Poa. Nimejaribu kutafuta lakini upatikani. Mara sauti ya Ethan inasikika kule, baby njoo nikuonyeshe kitu. Nicole anamwambia, samani nitakupigia baadaye. Austin anamwambia, nafurahi kukuona una furaha. Kisha Nicole anafunga mlango. Mwacha Austin akiwa anashangaa mlangoni hapo. Kitendo hicho kinamsononesha sana Austin. Austin yuko nyumbani kwake, anaonekana ana mawazo mengi sana. Rafiki yake anamwambia, mwanangu vipi? Ndo mambo gani haya? Muda mrefu sasa umepita lakini bado upo hivyo hivyo. Una shida gani wewe? Hivi unataka kujiua kwa ajili ya mke wa mtu? Mke wa mtu mwenyewe ana mimba. Kwani wanawake wameisha wewe? Ukoje lakini? Basi rafiki yake anamchana pale, Austin akiwa amenyamaza kimya tu. Miezi 2 imepita sasa. Ethan na Nicole wanaishi pamoja. Ethan anaonekana anafanya kazi zake kwenye kompyuta. Mara Nicole anakuja pale na kujibebisha kwa mume wake. Mara mlango unagongwa na Austin anayanyuka kwenda kufungua. Hamadi ile anafungua tu. Jackie huyu hapa, yule rafiki yake na Nicole, na ana mimba kubwa tu. Ethan anapagawa pale. We, unafanya nini hapa? Nimekuja kukuona na kupigia simu kila siku na sikupati. Basi Ethan amechanganyikiwa pale. Sikia Ethan, nataka tuongee. Unajua, yani kabla hajajibu kapigwa kibao pale na Jackie akaingia ndani. Kaingia ndani huko anaangalia, mara Nicole akamsalimia. Habari yako? Nicole, za siku. Nipo hapa kwa ajili ya kumuona baba watoto wangu. Nicole akatoa macho pale akawa anashangaa. Basi Ethan amechanganyikiwa. Sikiliza baby usimsikilize huyu sio, kabla hata hajasema vizuri kampiga kibao, achana mimi mpumbavu mkubwa maana haramu wewe. Unawezaje kufanya hivi? Basi Jackie akaanza kueleza, mimi sina muda kupoteza hapa. Unakumbuka siku zile ambavyo ndoa yenu ilivyovunjika? Haya, hii mimba hii ndo matokeo yake. Jackie akaanza kukumbuka jinsi ilivyokuwa, yani siku zile wakati ameenda kumwambia, bwana mimi namtafuta Nicole siku nyingi, yani kwenye simu karibia wiki nzima nampigia lakini simpati. Akakumbuka siku ya maongezi yao yaliishia wote wawili kulala pamoja. Basi Jackie anawaza jinsi ilivyokuwa huku akiwasimulia. Nicole anapagawa kabisa. Ethan anajitahidi kujielezea pale lakini Nicole haelewi chochote. Nisamee mpenzi wangu. Nikusamee? Nitakusamee mara ngapi? Mpumbavu mkubwa. Hapana. Mpumbavu ni wewe hapo. Mpumbavu ni wewe hapo. Ethan hata sio mpumbavu. Sikia nikwambie, zile picha zile ilikuwa kazi yangu ile. Ethan na Nicole wakanashangaa hapa. Unasemaje? Ndio, mimi ndo nilifanya ule mpango. Akawa anakumbuka jinsi ambavyo alikuwa anazishika zile picha, anaziangalia vizuri na kisha kuchukua lile boksi na kuziweka ndani ya boksi na kuzifunga vizuri kabisa kama zawadi na kumpelekea Nicole. Akawa anamwambia, na ulivyokuwa mpumbavu mjinga, yote haya yalivyofanyika lakini bado umemrudia. Ndio ujijue jinsi gani we mpumbavu na sio Ethan. Mimi nilidhani wewe ni rafiki yangu. Nini? Rafiki? Unasema rafiki yako? Ulikuwa wapi wakati ulivyomchukua bwanangu? Lakini Nicole akaanza kujielezea kwamba mimi sikumchukua wakati akiwa kwako. Wewe ulikuja ofisini, mimi nikakutambulisha kwa Ethan. Kipindi chote hicho mimi nilikuwa nampenda Ethan, lakini wewe ulivyokuja tu nilivyokutambulisha tayari ukamchukua Ethan. Unafikiri mimi nilifurahia? Sasa kwa taarifa yako, habari ndio hii hapa na ujauzito wake. Basi jambo hilo likamchanganya pale Nicole paka tumbo likaanza kumuma, ni ghafla tu uchungu ukamshika pale. Mara tukaonyeshwa Nicole yuko hospitali na mama yake yuko pembeni pamoja na dada yake. Na tayari Nicole alikuwa ameshajifungua, anamuulizia mtoto wake, mtoto wako yuko salama tu. Ghafla mlango unagongwa na Ethan anaingia. Kaja kufanya nini hapa? Amekuja kufanya nini? Toka, mimi sitaki kumuona huyu. Mama muondoe, usai kumuona. Ethan ondoka. Basi Ethan akaondoka zake. Baada ya miezi 3 kupita, Austin anaonekana anaongea na Nicole. Anamuelezea, kwa sasa hivi kampuni yangu inafanya vizuri kabisa.
Kwa kifupi nimefanikiwa sana. Kwa sasa hivi kuna makampuni makubwa kabisa ambayo yamependa idea yangu na yanataka tufanye kazi pamoja. Ninafurahi kusikia hivyo. Asante. Unajua bila ya wewe mimi nisingekuwa hapa leo. Kwa hiyo nakushukuru sana sana. Usijali, unakaribishwa. Niambie za siku. Niko poa. Nimejifungua mtoto wa kike miezi 3 iliyopita. Na maisha yanaendelea poa kabisa, mazuri. Nafurahi kusikia hivyo. Na baba mtoto je? Hatuko pamoja, tuliachana. Ni story ndefu. Kwa sasa mimi ni single mother. Habari hiyo inaonekana njema sana kwa Asia na tabasamu, anamwambia sawa. Anamwangalia kwa mahaba pale na kisha anamwambia I missed you. Nikuenea na tabasamu, anamwambia I miss you too. Basi wote wanatabasamu pale. Asia anamwambia yuko wapi huyu binti? Yuko ndani. Ungependa kumuona? Bila shaka. Twende. Basi wananyanyuka hao na kwenda. Na huo ndio mwisho wa filamu yetu ya leo.